Tuzungumze pia Simba mara baada ya kutangaza viingilio sold out ya tiketi za vibopa tayari zile za 2,500, huku wengine wakiwa wamesema kwamba bana, sisi tunahitaji mashabiki wetu mje wenyewe tu, tiketi ni swala letu sisi. Hii imekaaje kitala? Sasa hiyo unajua hilo swala ni limekaa kimasoko. Umeelewa? Kwa sababu mimi nakumbuka kipindi ambacho watu wanasema, kipindi ambacho wanafanya valuation ya club ya Yanga walisema ni bilioni 100. Na watu walizuiliwa ku question ile bilioni 100, wakiambiwa kwamba wachambuzi wa mpira hawahusiki na mambo ya finance, hawahusiki na mambo ya kiuchumi. Kwa hiyo wanatakiwa waalikwe wana uchumi waweze kuongelea value ya club, wakisahau kwamba valuation ya club ni tofauti na traditional way ya kufanya tathmini ya value. Umeelewa? Kwa sababu club inakuwa na haifanywi tathmini kwa assets tu. Mara nyingi value ya club inatokana na intangible products, ikiwemo brand ya club. Sasa umeelewa? Kwa hiyo anatakiwa pia mtu anaojua mpira na anayejua mpira una vipi biashara kwenye biashara zake ndo atoe. Sasa leo hii timu ambayo inasifika ina wataalam wa kiuchumi, ina maana wameshindwa kujua kwamba matatizo gani ambayo yanaweza kujitokeza iwapo utaruhusu mechi zako ziwe za bure bure. Ina maana hiyo timu ambayo inajisifu kwamba ina wataalamu wa masoko, wataalamu wa uchumi, inashindwa kujua vitu vidogo kama hivyo ambavyo mtu yeyote tu mwenye uelewa wa mpira anavijua. Umeelewa? Sababu unajua watu wengi wameishia kwenye inapunguza ile mapato ya moja kwa moja, ndio kwa mfano kama hizo kuuza tiketi zile za mechi, si ndio? Ndio mapato ya moja kwa moja yanakuwa hayapo, yanapotea. Sibila. Lakini kuna hasara au madhara makubwa zaidi yanaweza kujitokeza, ikiwemo kushuka kabisa kwa thamani ya soko. Umeelewa? Yaani ile thamani ya soko inashuka kwa sababu mashabiki wanaanza kutengeneza mazoea ya kuingia bure. Na wanapokuwa wanaingia bure, mashabiki inawatengenezea ile sifa ya kutopenda kulipa katika mechi zinazokuja. Yaani ukishaanza kuwazoesha tu kwamba waanze kuingia bure, basi katika mechi zinazokuja wataanza kuona sasa hakuna haja ya kulipa. Na hapo sasa ndo klabu inapoanza kutengeneza wale mascrongers. Scrongers ni watu wa aina ambayo hawapendi kulipa viingilio. Wanatafuta namna ya kuweza kuingia bure kwa kuombaomba. Au ndio inaitwa mascrongers. Sasa klabu unapotengeneza mascrongers, unaenda una affect kabisa ile imani ya wawekezaji na wadhamini ndani ya klabu yako. Hizo ni effects ambazo zinajitokeza kwa sababu hawa mascrongers kikawaida hawana thamani kibiashara. Umeelewa? Kwa sababu mdhamini ana inject pesa ili aweze kufaidika na mauzo ya bidhaa zake. Sasa hawa mascrongers huwa hawana nguvu ya manunuzi, kwa hiyo wanapokuwa hawako willing kununua. Kama tiketi hanunui, sasa bidhaa zingine atanunua. Umeelewa? Sio rahisi. Sema mtu ambaye ameingia tenda kusambaza jezi na kuuza jezi. Jezi anaiuza 45. Kama shabiki tu anaomba 5,000 aingie bure, kitu cha 45 atakubali kununua? Kwa hiyo kibiashara unavokuwa unawatengeneza hawa mascrongers, unatengeneza possibility ya kuharibu thamani yako kibiashara, kwa sababu wadhamini wanapoona tu kwamba una kundi kubwa la mashabiki ambao hawako willing kusupport na kutoa fedha kwa ajili ya kuingia kwenye viwanja, hao hawatakuwa willing kusupport kununua bidhaa yote ya klabu. Tumeelewa? Kwa hiyo automatically kuna baadhi ya wadhamini watapunguza ule udhamini wao na wengine watajiondoa kabisa, na hapo sasa ndio unapodhoofisha kabisa ile thamani ya chapa. Eta brand value. Value ya brand inashuka. Sasa hivi vitu vitakuwa watu wa masoko wavijue. Sasa leo hii heavyweight ndio naanza kuwakumbusha tena kazi yao nini sasa hawa jamani. Ukiachana na hivyo, kuna changamoto za kiusalama of course zinaweza zikajitokeza. Nafikiri unaelewa. Kunapokuwa na vitu vya bure, automatically kunaongeza ile wigo wa watu kuingia uwanjani, kujazana. Kwa hiyo kuna possibility ya kukutana na misongamano pamoja na uharibifu wa miundombinu. Na sasa hivi Yanga wanahamasisha kwa sababu tayari wamepoteza kwa 1-0. Kwa hiyo msemaji ana kazi kubwa kwanza ya kuwahamasisha mashabiki waende uwanjani, akiwaaminisha kwamba mechi inaenda kushinda na kufuzu, sio tu kushinda na kufuzu. Sasa kuna changamoto inaweza ikajitokeza in case saikolojia ya mashabiki wameamini kwamba hii mechi tunaenda kufuzu,
ikatokea matokeo hayajaenda kwenye expectation za mashabiki ambao wameaminishwa na msemaji kwamba watafuzu, na umewaingiza bure kiasi kwamba kuna washabiki ambao hawajastaarabika nao wameingia uwanjani bure, wanaweza wakafanya fujo ikiwa timu yao haikwenda vile ambavyo walitarajia. Ndio zinazalishwa sasa hizo changamoto za ghasia na za kiusalama, na ndio zitawapa kazi kubwa sasa walinzi wa uwanja kushughulika nazo. Kwa hiyo vitu walitakuwa vifikirie. Sasa mimi ndio naanza kuwakumbusha tena ndugu zangu, vipi tena jamani? Wanasema wanawapenda mashabiki wao. Unashusha value ya klabu. Sasa bilioni 100 inafika vipi kama mashabiki mechi zenu wanakuja bure? Hiyo value yenu ipo wapi? Mimi value yenu bilioni 100. Mashabiki wanaingia bure, hata senti hawatoi. Hiyo thamani ipo wapi? Hiyo thamani yenu ipo wapi? Yaani thamani iko wapi? Mtu anatoka tu pale na anaingia uwanjani. Sasa wajifunze kwa Simba. Simba hawezi kufanya vitu kama hivyo. Simba hawezi kufanya vitu kama hivyo. Na ndio ukweli. Unajua watu wengine watapindisha lakini tuliona Simba alishakuwa anahitaji matokeo baadhi ya mechi nyingi. Mfano Al-Masri. Umeelewa? Historia inaonyesha kwamba katika timu ambazo ni ngumu kupoteza ushindi wa kuanzia mabao mawili kwenye knockout ni timu kutoka Misri. Sawa, Simba ndio inakuwa timu ya 3 kihistoria. Umeelewa? Kuongozwa bao 2-0 dhidi ya timu kutoka Misri na ikafanya comeback kwenye uwanja wake wa nyumbani, si ndio? Sasa pamoja na hivyo, wakati imeshapoteza mabao 2-0 hawakufanya mechi bure. Watu walinunua tiketi na uwanja ulijaa na Mwarabu alikufa. Sasa wao wanaogopa nini? Ndio kwanza tuko kwenye first round dhidi ya timu kutoka Malawi. Timu kutoka Malawi haijawahi kuingia hatua ya makundi toka 2004 huko. Kipindi hicho Nyasa Big Bullets inaitwa Bakili ndio iliingia mwaka 2004 mpaka leo tunavyozungumza hakuna timu kutoka Malawi imewahi kuingia group stage. Lakini tayari wamepigwa moja tu. Bure. Sasa bure vipi? Bure vipi? Unaogopa timu kutoka Malawi ambayo imekutangulia goli moja. Simba imeshawahi kutanguliwa goli. Sasa kutanguliwa goli 3 na Kaizer. Na watu tiketi wamenunua goli 4. Goli 4. Na watu tiketi wamenunua. Sasa ndio hivyo ndugu. Kwa hiyo mimi nataka niseme tu kwamba waache haya mambo ya kuwatengeneza mascrongers. Watu wa namna ambao hawapendi kulipa viingilio katika sehemu ambazo unapaswa kulipa viingilio. Kwa sababu hao mascrongers hawana thamani yoyote kibiashara. Na hakuna mwekezaji yoyote duniani anapenda watu wa hivi. Unaelewa? Kwa hiyo wajiandae. Na haya matatizo nayazungumza leo. Siku zijazo, unajua mara nyingi mimi kama umenifuatilia nazungumza kitu leo, baada ya miezi kadhaa mbele kinajitokeza. Umeelewa? Hiyo kitu umeigundua. Sasa leo nawaambia. Ila hili linaweza likajitokeza baada ya muda mrefu kidogo. Unavotengeneza mazingira ya kuachia mashabiki kuingia bure kila mara, kuna possibility kubwa sana huko mbeleni wasitake kabisa kununua tiketi. Hiyo possibility ipo. Na siku ukianza kuwahamasisha wanunue tiketi na uweze kuwarudisha kwenye ule mfumo wa kuwanuuzia tiketi, na wakati ushawazoesha vya bure, wataona unawanyima haki yao ya msingi ya kuingia uwanjani. Sivyo? Kwa sababu wao kuingiza mashabiki bure wao wanaita ni kuachia mechi mashabiki au kuwapa nafasi mashabiki. Maamuzi mashabiki. Sijui tunawapa nafasi mashabiki. Sio kweli. Hapo unaharibu brandi ya klabu yako, unashusha value ya klabu yako na kupunguza imani ya investors ambao wanataka klabu hiyo na thamani. Sasa wao wanakwambia sisi tunawapa nafasi. Kwa hiyo ina maana kumbe timu zinazowatoza mashabiki kuingia uwanjani haziwapi nafasi au hazijiweki karibu na mashabiki wake. Wanataka kuaminisha umma kwamba timu zinazotoza mashabiki kuingia uwanjani kulipa viingilio haziwatendei haki mashabiki zao, ndio wanamaanisha hivyo. Kwa hiyo ina maana siku watakapokuja kurudia au kuamua kuanza kuwatoza tena mashabiki kwenye mechi zinazofuatia, basi watakuwa wanawaweka mbali. Si ndio? Sasa hiyo haiko sawa. Basi Heavyweight tumalize tu ya kusema kwamba Ahmed Ally na idara yake wapewe maua yao kwenye swala la hamasa kwa mashabiki. Of course, hamasa inajitegemea na viingilio viwepo. Shukrani sana. Nashukuru.